1.1 billion Kenya shillings ndio net worth ya Zari Hassan ama Zarina Hassan ambaye ni socialite. So hiyo pesa ukiconvert into US dollars inafaa kuwa 8.7 million dollars ambapo ni USA dollars, USD dollars 8.7 million, ambapo sasa ukileta into Kenyan money inafaa kuwa 1.1 billion sawa, 1.1 billion Kenya shillings. Lakini sasa hiyo pesa vizuri tu inafaa kusound hapo 8.7 US dollars ukiconvert yani. So hiyo pesa yote ameaccumulate from the kama hizo assets zake, ma businesses, real estate, ambapo unapata pia Zari Hassan akona hii pengine kama ma rentals, ma hotels na hizo pengine ma houses yani manyumba yani, unaona, ambapo zinapatikana kule upande wa South Africa alafu pia na Uganda, unaona. So akona hizo ma real estate ventures, endorsements, alafu pia yani much of her wealth inatokana na kama privately owned businesses, yani akona biashara zingine zenye zinakaa tu private, yani hazijulikani na watu ama hazijulikani kwa mtandao sana hivyo, but most of her wealth pia inatokana na kwamba pia zingine yani alibuild from a long time ago, like ni vitu zenye alikuwa amezi create alafu akazi found like kitambo sana. Alafu nitakuelezea like later on I will explain how like venye anakuwa anatengeneza pesa yake alafu ndo na hizo sources of her wealth yani. So Zari Hassan, who is Zari Hassan? Zari Hassan ni nani? Zari Hassan kwanza ni socialite, alafu yeye mwenyewe pia ni kama celebrity sawa. So yeye mwenyewe kuna venye ni business woman, she's a pia ashai kukua kama musician, but right now like ashai kukua msanii, but right now aliachana mambo na usanii, like anakuwa tu anafanya tu mambo na socialiting ama tuseme ni hiyo kupost ma video za kama celeb, yani anakuwa anafanya tu hiyo lifestyle ya kama celebu fulani yani, unaona, like anakuwa na post hizo ma media hizo ma lifestyle alafu na media personality. Her real name is still Zarina Hassan, hilo ndio jina lake la ukweli bado tu, ndo saka mtu atajiita Zari Hassan, but in full inafaa kuwa Zarina. So ni Zarina Hassan, alafu yeye mwenyewe alikuwa amezaliwa in 1980 ambayo ilikuwa ni September tarehe 23rd of September in 1980 pale upande wa Uganda. Alizaliwa kule upande wa Uganda because Zarina ni Uganda. Alizaliwa pale upande wa Uganda, alafu ndo hasa ndo maisha yake ndo akaanza kutravel, akaanza kwenda kama sehemu tofauti kama vile South Africa, until now amekuwa sasa like a global socialite ama pia amekuwa like a successful business woman mwenye anafanya kazi in different countries, unaona. So alizaliwa pale upande wa Uganda, kuna sehemu fulani inaitwa Jinja, pale Uganda ndo alizaliwa pale, unaona. So about her sources of wealth yani, ama pengine tuseme venye anakuwa anatengeneza pesa yake na ile source yenye anakuwa anapata hii pesa yake. Kuna biashara fulani yenye inaitwa Brooklyn City College, ni kama yani institution fulani ya kama ya elimu, lakini ni mambo na kama beauty hivi ama pengine ni kama, unaona, yani ni kama inahusiana mambo na beauty ama vitu zingine, lakini ni kama college. Sasa kuna venye huyu Zarina Hassan yani hii ilikuwa ni kama kampuni fulani yenye walikuja wakaifound na her late husband, because ashai kukuwa na bwana before ama bwana wengine wenye amekuwa nao kama sasa wenye unakuwa unafuata kama vile sijui Diamond Platnumz ama pengine ule mwingine anaitwa Shakib Lutaya, but ashai kuwa na bwana mwingine mwenye alikuwa naye kitambo, mwenye alizaa naye kama watoto watatu wa kivulana, unaona, ambaye sana alikuwa anaitwa Ivan Semwanga, ambao alikuwa ndo ni bwanake wa kwanza. Sasa walikuja wakafound hii biashara ama ilikuwa ni kama kampuni, because unajua pia elimu pia ni kama biashara. So ukipata hizi institutions za mambo na kusoma like educational institutions ni kama education business. So kuna watu wanakuwa na invest pesa kwa mambo na elimu, ndio maana yani education is expensive, unaona, elimu ni ghali, ndio maana watu wanakuwa nalipa fees. Kama ingekuwa elimu ni bure msee, watu wangekuwa wanasoma tu hivyo bure. So lakini si bure kabisa, ndio maana watu wanakuwa nalipa fees. So kuna watu fulani kama matajiri wanakuwa wana invest pesa zao katika hiyo education business, ambao hasa ndio ni kama hivi Zarina Hassan, alafu na her late husband ama ex husband mwenye walikuwa naye mwenye alikuwa ni South Africa, walikuja wakatengeneza hii kama Brooklyn City College, ambayo in abbreviation inafaa kuwa BCC,
So ilikuwa ni kama education institution yenye ilikuwa watu wanaweza kuja pale alafu wakasoma, bado wanalipa fees. So venye huyu bwanake alikufa akamwachia hii mali, unaona. So hapo ilikuwa ni kama inheritance, because baada ya bwana kukufa ndio Zari ndo alikuwa ni bibi ya huyu bwana mwenye alikuwa na hizi mali. So ikabidi tu saa mavitu zingine akabaki nazo yeye, ndo akawa anaendelea kuzi manage, because yeye ndo alikuwa ni kama CEO, like she was running these businesses ambao ndo ni kama ndo alikuwa ameachwa kama urithi. So after that kuna venye pia another source of her income, kuna venye Zarina Hassan pia unajua ni socialite kwa mtandao, ako na hii influence, ako na a lot of followers pale kwa Instagram na hizo ma pages zingine zenye you can name it, unaona. Like amekuwa anapata hizi kama brand ambassador roles ambao anakuwa na, pengine kuna kama hizo ma brand companies zinakuwa zinamapproach, alafu ndo ili yani azifanyie promotions, ama pengine anajaribu kuzimarket, wanakuwa wanamlipa. So unaona hapo anakuwa anapata pesa. Kama kuna time fulani Zari Hassan ashai kupata kama like a very big deal na Samsung. Kuna time Samsung ilikuja ikampatia Zari Hassan a big deal, ambao Zari Hassan alikuja akasign kama contract yenye ilikuwa inafaa kumlipa 14.4 million Kenya shillings in a period of 1.5 year. Like alikuwa ni alikuja akasign contract fulani, yani contract yenye ilikuwa inasema yani pengine amarket hiyo brand, alafu ndo atakuwa amelipwa 14.4 million in a period of mwaka mmoja na nusu, unaona. So until that period of time ikiisha ndo atakuwa amemaliza kulipa hiyo pesa 14.4 million Kenya shillings, unaona, ambapo sasa hiyo inafaa kuwa approximately sawa sana 115,000 US dollars, unaona. So for that period of time for that duration kuna venye alikuwa amesign hiyo contract na alikuwa analipa hiyo pesa kulingana na venye walikuwa wameelewana na huyo kampani ambayo ilikuwa ni Samsung, unaona. So alikuwa na promote brand ya Samsung alafu pia kuna venye pia Zari Hassan ako na brand tofauti kama brand za mambo na beauty, mambo na marashi, ama pengine yani vitu mingi sana. Like Zari Hassan amefanya brand nyingi sana zenye hata siwezi kutajia hapa zote. Alafu pia nikasema mambo na inheritance, unaona. Sasa inheritance ndo ni kama pili unapata bwanake alikuwa na mabiashara tofauti, na hata hiyo shule yenye walikuja wakatengeneza, like Zari Hassan alitake over, alafu ndo akakuwa kama ndo ni CEO. So after that her personal life, ambapo sasa tukimalizana mambo na hiyo mambo na sources of her wealth, her personal life kuna venye alikuja akakuwa na different relationships, kama vile kama ushaimchunguza Zari amekuwa na, ama kama hata kama sikumchunguza but wewe mwenyewe ume notice because ni celebrity. So kuna venye tuta notice about her life, ambapo kuna vile kama alikuja akadate na Diamond Platnumz.